Leo imekuwa siku ya huzuni sana. Tuliweza kuamkia mkasa wa moto takriban saa 7 ya usiku, na kama ilivyoelezewa na mawaziri na gavana, tumekuja hapa kwanza kusimama na familia, hasa zile ambazo zimeweza kuathirika. Na hii shule ni shule ya ngazi ya kimataifa na iliweza kuanzishwa mwaka wa 2020, ikaweza kukua na ilikuwa na watoto, sasa imefikisha watoto 815 na watano, lakini wale walikuwa kwa shule ni 808, na kwa lile bweni la kulala kulikuwa na watoto takriban 200. Na katika hafla hiyo ya moto, ingawa wazima moto walijaribu kufika, tunashukuru sana wale waliofika wa kwanza. Anti stock theft walikuwa hapa, tulikuwa na NYS walikuwa hapa, tulikuwa na zimamoto ya county iliyotoka kule Naivasha ilifika hapa, na waliweza kujaribu kabisa kuzima moto, lakini kwa bahati mbaya na kwa huzuni sana tukaweza kupoteza watoto wetu, watoto takriban watoto 16. Watoto 7 wako hospitalini, lakini wale wengi zaidi ya watoto 700 wanaweza kushikanishwa na wazazi wao waweze kuondoka, ndio tuweze kupatia hata nafasi wale teams ambao wanafanya uchunguzi, wale ambao wamekuja hapa kuchukua chembe sababu ya kufanya DNA, sababu unajua kwa mikasa ya moto inakuwa iko na shida ya kuweza kutambua hata ni nani ambaye ameweza kutuacha. Kwa hivyo tutakuwa tukifanya hivyo, na tukifanya hivyo tutaomba hata wale ambao ni wananchi wa Gilgil, tutakuwa tukipunguza wingi wa watu kwa shule, ndio tuhakikishe kwamba tumepunguza umati ambao uko hapa. Tupatie maafisa wetu wa DCI, wale wa Ministry of Health, wale wa Education waweze kufanya uchunguzi na waweze kupeana njia ama mwelekeo. Lakini la muhimu sana, ni huzuni sana sababu nafikiri hili si jambo ambalo limetokea mara ya kwanza. Tulikuwa Endarasha, juzi tumekuwa na mtoto Faiz hapa Gilgil Hills, tumepeleka mpaka kwenye bunge, na nafikiri sasa mahali tutatoka ni tukufanya uchunguzi. Ukishafanywa, sisi kama viongozi lazima tuwajibike kuhakikisha kwamba imetekelezwa kwa mashule yetu. Tusikue tunakuja wakati mkasa umeshatokea, tukue tunakuwa proactive. Ile inspection ya shule inafanyika ndio tunajua mambo gani. Lakini kwa sasa hatutaki tuseme mengi, tunasema tu pole makiwa kwa jamii na familia za wale watoto wetu wameweza kutuacha, na sisi tuko hapa, Red Cross wako hapa na tunawashukuru, walikuwa wa kwanza kufika pia, na wako na nambari ya simu ambayo haina malipo 1199, unaweza ukapiga na ukaweza kupata usaidizi, sio tu wa kujua mtoto wako vipi, hata kupewa counseling ama kupewa mawaidha ya kuweza kukubali. Na nafikiri baada ya hapo tutakuwa tukiweza kupeana ushauri mwingine ama kuweza kuongelesha wanahabari later in the day, ndio tuwapatie vile tumefanya na zile hatua ambazo tumechukua. Asanteni sana.